Sasa Muislamu hatakiwi kuwa dhaifu kiasi hiki. Muislamu unatakiwa kusimama kwenye nafasi yako ya kama mzazi. Hata kama mtoto wako ndiye anakulisha, bado una wajibu wa kumwamrisha mtoto wako mema na kumkataza maovu. Wadhkur fil kitabi Idris. Tume tena anaambiwa mtaje Idris katika kitabu hiki. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idris alikuwa ni msema kweli na alikuwa mtume, alikuwa nabii. Idris hapa hakuambiwa rasul, ameambiwa tu nabiyya. Hii ni ishara kwamba Idris hakuwa rasul, alikuwa nabii. Lakini sifa nyingine, alikuwa msema kweli. Bado Qur'ani inatupa sifa za waja wema ambazo sisi tunatakiwa tushikamane nazo. Wangapi sasa hivi ni wakweli? Ukweli umeanza kupotea au umepotea kwa muda mrefu baina ya Waislamu. Kwenye jamii zetu ukweli umepotea. Sasa hivi mtu akitaka kwenda kukopa, kwanza anatanguliza uongo. Wewe kama unaenda kukopa, kakope tu. Sasa kwa nini useme kwamba mtoto wangu anaumwa, mtoto wangu yuko hospitali? Nenda tu kazungumze. Bana, mimi nimekuja na shida, nikopeshe, kwisha. Kwani mpaka ueleze sababu? Wafanya biashara wakiuza vitu vyao lazima wazungumze uongo. Atataja bei alionunulia kitu ambayo bei ya uongo. Mtu amechelewa kazini kujitetea mbele ya bosi wake, lazima azungumze uongo. Uongo umetawala katika kila sehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ukweli unamkurubisha mtu na pepo. Wanasema ukweli ni sawa sawa na mti ambao tawi lake ukilikamata basi linakupeleka peponi. Na kuna riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mja akiwa atajilazimisha kuzungumza ukweli, akawa anaipinda nafsi yake, anaupinda moyo wake kuhakikisha kwamba kila anachozungumza anazungumza ukweli, basi akiendelea na tabia hiyo, itafikia wakati mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ataandika kwamba fulani ni mkweli. Ndio itakuja sifa kama hii ya Nabii Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Kwamba na wewe Muislamu ukishikamana na ukweli, itafikia siku unaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe ni mkweli. Ukishaipata sifa hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni dalili kubwa ya kufaulu kwako. Lakini Muislamu akipenda kuzungumza uongo, akawa kila jambo lake lazima aingize uongo, atakwenda na sifa hiyo ya uongo mpaka mwisho ataandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtu fulani ni muongo. Ukishaandikwa mbele ya Allah kwamba wewe ni muongo, nini kitatokea ndugu yangu Muislamu? Kwa hiyo tunapopewa taarifa za Idris kwamba alikuwa ni mkweli, maana yake hii ni ishara kwamba sisi tunatakiwa tuwe wa kweli. Lakini Allah vile vile anasema warafa'nahu makanan aliyya, tukamnyanyua Idris mahali patukufu, mahali pa juu sana. Hapa kuna riwaya nyingi ambazo zinazungumzwa, lakini moja katika riwaya ni ile riwaya ya Nabii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa Mi'raj, alikutana na Nabii Idris katika mbingu ya 4. Mbingu ya 4 ni juu, japokuwa kuna zaidi, lakini hapa napo ni juu. Ndio wanaochuoni wengi wasema hii warafa'nahu makana na aliyya inakusudia kwamba Nabii Idris amewekwa mbingu ya 4, kwamba ni juu. Kuna wengine manabii wengine wako mbingu ya kwanza, wengine wako ya pili, wengine wako ya tatu, yeye yuko ya 4. Kwa hiyo yeye yuko juu zaidi ya hawa, japokuwa juu yake kuna wengine. Na kuna riwaya nyingine ambazo muda hawezi kutosheleza kuzitaja riwaya zote. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumwambia mtume wake awataje hawa mitume, kisha anamalizia akisema ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Hao waliotajwa, ulaika alladhina, hao waliotajwa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha watu hao. Minan nabiyyin, miongoni mwa mitume. Min dhurriyyati Adam, ambao ni katika kizazi cha Adam.
wa mimman hamalna ma'a Nuh, na katika kizazi cha Nuh, wa min dhurriyyati Ibrahim, na katika kizazi cha Ibrahim, wa Israil, na kizazi cha Yaqub, wa mimman hadaina wajtabaina, na katika wale ambao tuliwaongoza na tukawachagua, idha yutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya, zinaposomwa kwa wao aya za Allah subhanahu wa ta'ala wanadondoka wakiwa wanasujudu na kulia. Hawa waliotajwa ni miongoni mwa watu wenye sifa hizi, alladhina an'ama Allahu alaihim, watu ambao Allah amewaneemesha. Sasa angalia ndugu yangu Muislamu, vile tulivyosema hizi sifa hazitajwi bure bure, zinatajwa sifa za hawa mitume ili wewe Muislamu jipime, wewe uko wapi na hizi tabia walizokuwa nazo mitume. Halafu Allah anatukumbusha hawa ndio wale ambao an'ama Allahu alaihim, ndio wale ambao Allah amewaneemesha watu hawa. Sisi kwenye swala tunaomba nini? Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao umewaneemesha. Sasa Allah anakuambia hawa waliotajwa hapa ndio katika wale ambao Allah an'ama Allahu alaihim, Allah amewaneemesha watu hawa. Sasa angalia tabia za watu ambao wameneemeshwa, na wewe unaomba uwe katika kundi la hawa watu ambao an'ama Allahu alaihim. Jiangalie tabia zako wewe zikoje? Wewe kweli unafanana kuwa katika kundi hili? Hapa kila Muislamu aende akajipime, ziangalie hizi sifa zilizotajwa za mitume hawa na mitume wengine wa Allah subhanahu wa ta'ala. Soma ndani ya Qur'ani, angalia tabia zao. Hawa ndio ambao kila siku tunasoma al-Fatiha mara ngapi katika swala zetu? Tunamuomba Allah atujalie sisi katika wale ambao an'ama alaihim. Sasa an'ama alaihim ndio hawa, sifa zao ndio hizi. Sisi tujipime kwenye hizi sifa tunazo, tunastahiki kuwa katika hao. Ukishajiona kwamba unastahiki, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pambana, usibanduke kwenye huo msimamo. Ukijiona una kasoro, bado wakati unao, maadamu bado tuko hai, nafasi tunayo ya kupambana na tabia zetu, kupambana na mioyo yetu. Tujipambe na tabia za hawa watu ambao Allah amewaneemesha, ili na sisi tuingie katika kundi hilo. Allah anasema baada ya kutaja kwamba hawa ndio watu ambao Allah amewaneemesha, akasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Baada ya watu hawa kuondoka, hawa ambao an'ama Allahu alaihim, baada ya kizazi hiki kuondoka, fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao watu waovu. Adha'u salata, watu waovu hawa sifa yao nini? Ndugu yangu Muislamu, msikilize Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao watu waovu. Adha'u salata, watu waovu hawa sifa yao ya kwanza, walizipuuza swala. Wakawa hawaswali, wanaswali siku wanazotaka, wanaswali wanavyopenda, wanaswali bila elimu, wanafanya michezo ya kuigiza ndani ya swala. Hawa ndio ambao adha'u salata, wamezipuuza swala, wamezipoteza swala zao. Leo hii tuna siku ya 10 na ngapi hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti inajaa. Ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hili, lakini jambo hili linatupa picha kwamba tusio swali tuko wengi nje ya Ramadhani. Kwa tunaingia kwenye sifa hii ya kwamba tumezipuuza swala, na kuzipuuza swala ni kinyume cha sifa za wale ambao an'ama Allahu alaihim, ni kinyume na sifa za wale ambao Allah amewaneemesha. Sasa hatujachelewa ndugu zangu,
Kwa nini baada ya Ramadhani utoke msikitini? We ushaingia. Kwanza hii ni neema kubwa sana. Wallahi ukimuona Allah subhanahu wa ta'ala amekukumbusha ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani uingie msikitini wakati miezi mingine ulikuwa huingii, hiyo ni neema ya Allah. Mshukuru Mola wako. Unachotakiwa wewe sasa ni kutia nia tu kwamba mimi sitoki tena. Wala hakuna aibu ya kwamba wewe mwezi wa Shaabani ulikuwa huswali, leo unaswali. Sio aibu. Kuna watu walikuwa washirikina kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baada ya Mtume wakawa masahaba wa Mtume, ndio wakawa viigizo vizuri mpaka leo tunawaiga. Sasa wewe tu kwamba mwezi wa Shaabani ulikuwa huswali, umeanza Ramadhani alafu unaona haya, hakuna kuona haya. Mshukuru Mola wako amekupa taufika kuingia msikitini Ramadhani. Wako wengine ni Waislamu lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hawajaingia msikitini. Wewe mshukuru Mola wako. Tia nia kwamba mimi sitoki tena msikitini. Kwa nini baada ya Ramadhani utoke msikitini? Na Waislamu wale ambao walikuwa wanaswali siku zote, tuache maneno mabaya kwa wenzetu wanaoingia msikitini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wala usifikiri kwa wewe kuswali muda mrefu ndio labda kwa Mwenyezi Mungu tayari. Wallahi inawezekana huyu anayeswali Ramadhani akawa bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wewe. Tuambiane maneno mazuri, tuombeane dua. Si ujanja kuswali, ni msaada wa Allah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada ya hao watu wema waliotajwa watu waovu. Adha'u salata, wakazipoteza swala. Wattaba'u shahawat, wakafuata matamanio ya nafsi zao. Wanawachuoni wanasema mambo mawili haya yanafuatana, moja linaweza likasababisha jingine. Ukimuona mtu anaacha swala, basi ni rahisi sana kuingia kwenye matamanio. Na ukiona mtu hajiepushi na matamanio yake, ni rahisi sana kuacha swala. Kwa lazima Muislamu tupambane na nafsi zetu. Tuzihifadhi swala zetu na tuache matamanio. Lakini hili la kuacha swala ukawa umetumbukia kwenye matamanio lina ukaribu zaidi kuliko lile la kuwa una matamanio huku unaswali, kwa sababu swala ikiswaliwa vizuri, moja katika kazi zake ni kumkataza mtu machafu. Kwa hiyo wale watu ambao wanaswali au tunaswali lakini bado hatujanyooka sawa sawa, tusije tukafanya kosa la kuacha kuswali. Na kuna watu wanakuwa na hizi tabia kuombea, bwana mimi bwana kila naswali lakini mambo yangu bado hayajakuwa sawa, kwa hiyo nimeamua niache kuswali kwanza, nipambane kwanza na nafsi yangu mpaka nikikaa sawa ndio niswali. Huyo ni shaitani anakupoteza ndugu yangu. Swali hata kama umetoka kwenye maasi pale, sasa hivi muda wa swala umeingia, ingia uswali. Hujui ni swala gani Allah ataikubali na itakuwa sababu ya wewe kuacha hayo maasi. Fasawfa yalqauna ghayya, watu wenye sifa hii ya kupoteza swala zao na kufuata matamanio, wajue kama watakufa katika hali hii bila kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watakwenda kukutana na malipo ya mabaya yao. Wana baadhi ya wanaochuoni wanasema ghayya ni wangwa, ni jangwa katika moto wa Jahannam ambalo wataingia watu hawa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na moto wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala kila anapotaja mambo mabaya yanayofanywa na waja wake, akataja na adhabu, anakuja kutoa njia waja hawa wafanyeje ili waepukane na mambo hayo. Katika sura hii vile vile Allah subhanahu wa ta'ala
hawa watu ambao wamepoteza swala wakafuata matamanio na makemeo haya waliopewa kwamba watakwenda kukutana na moto wa jahannam, Allah anasema illa man taba, isipokuwa tu wale watakaotubia na kurejea kwa Mola wao, wa amana, na wakazitengeneza imani zao vizuri, wa amila saliha, na wakafanya matendo mema, fa ulaika yadkhuluna aljanna, hao watu wa namna hiyo wataingia peponi, wala yudhlamuna shay'an, wala hawatudhulumiwa kitu. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anavyowazungumzia watu ambao sasa hivi kawazungumza kwa ubaya na kwamba hawa watu wataingia motoni, lakini ndio hawa sasa hivi anawazungumzia kwa lugha nyingine kwamba wataingia peponi pale tu watakapotimiza masharti haya yaliyowekwa. Ndio hapa tunapozungumza, ndugu yangu Muislamu, hakuna sababu ya wewe kuona haya wala kujisikia vibaya eti ndio umeanza kuswali Ramadhani hii. Haya ndio Allah anayoyataka, kwamba umefanya huko nyuma ulioyafanya maovu, imeingia mwezi wa Ramadhani umeona kwamba ulichokifanya si sahihi, ukatubia ukaingia msikitini. Sasa unatoka kwa nini? Wewe ushatubia, ushaingia msikitini, sasa hivi tengeneza imani yako kwa kufanya mambo mema zaidi, na ukifa katika hali hii basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wewe utaingia peponi. Halafu angalia wanaochuoni hapa wanatuambia maajabu ya Qur'ani jinsi inavyoeleza kwenye kuingia motoni. Allah amesema fasaufa yalqauna ghayya. Neno saufa katika lugha ya Kiarabu linamaanisha muda baadaye, muda unaokuja. Lakini alipokuja kuzungumzia watakaotubia, Allah anasema wanaingia peponi, yani kama vile wanaingia sasa hivi moja kwa moja. Hakuna saufa yadkhuluna aljanna, hakuna muda katika kuingia peponi. Kwa nini? Anasema kule kwenye madhambi Mwenyezi Mungu aliposema saufa, huu muda unaobebwa na saufa, hiki ni kipindi ambacho Allah anakitoa kwa waja wake waweze kutubia kabla hamjaingia motoni. Kuna muda wa kuweza kutubia, lakini ukitubia ukaitengeneza imani yako, ukatenda amali njema, wewe moja kwa moja unaingia peponi, hakuna saufa tena. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumza na waja wake kwa lugha ya namna hii. Afu namkuta mtu anazungumza na Waislamu, anazungumza kwa lugha ya kebehi, lugha ya kujifanya kwamba yeye tayari ameshakuwa mtu wa peponi, kwa sababu tu wenzake wana mtihani wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Usimcheke mtu anayemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama una nafasi ya kumpa nasaha, mpe Muislamu mwenzako nasaha. Unaweza ukamchukia sawa sawa kwa sababu anafanya maasi, mchukie kwa yale maasi yake tu, usimchukie moja kwa moja. Muislamu mwenzako bado mchukie katika kile kipengele cha maasi yake. Kama unataka kumtenga, mtenge pia katika kile kipengele cha maasi yake, lakini siwe tena tayari ushamhukumu huyu ni wa motoni, huyo nini. Hiyo sio kazi yako. Kazi yako itoa nasaha na yale ambayo umeruhusiwa kuyafanya, kwa sababu mambo yanaweza kubadilika. Aliyeshika njia ya peponi akageuka akarudi akaenda motoni, na aliyeshika njia ya motoni akageuka akarudi akaingia peponi. Tumuogopeni Allah sana katika kipengele hiki. Jannatu adn allati wa'ada ar-rahman ibadahu bilghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Hii pepo ambayo wataingia hawa watu ni pepo ya milele ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waja wake kwa habari za mbali. Habari kwa maana kwamba Allah hajamuonyesha mtu pepo kwamba hii hapa pepo. Zimekuja tu habari kwenye Qur'ani, zimekuja habari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna aliyeona pepo, lakini waja hawa wakaamini habari hizi na wakaitafuta pepo kwa juhudi kubwa. Hii pepo ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema amewaahidi waja wake ambao wataingia baada ya kutubia na kufanya amali njema, na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala itatekelezwa bila mashaka yoyote. La yasmauna fiha laghwan illa salama. Hawatasikia ndani ya hiyo pepo mazungumzo yote yale ya upuuzi wala madhambi, isipokuwa watasikia tu maneno ya amani na salama. Watu wataambiana tu maneno mazuri. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, na watapata riziki yao ndani ya pepo hiyo asubuhi na jioni. Tilkal janna
allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Hiyo pepo hiyo anayoeleza Allah ndio pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema atawarithisha katika waja wake wale ambao watakuwa ni wacha Mungu. Kipengele hiki cha mwisho ndugu zangu tuondoke nacho. Watu ambao watakuwa wacha Mungu ndio watakaorithi pepo hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea. Na katika wacha Mungu hata wale waliofanya madhambi alafu wakatubia pia wanaingia katika wacha Mungu. Na moja katika sifa za wacha Mungu ni wale ambao wanapofanya madhambi wanafanya haraka kurudi kwa Allah kuomba toba. Hiki kipengele kiangalieni vizuri sana ndugu zangu Waislamu. Katika sifa za wacha Mungu hakuna kwamba ni wale wasiofanya madhambi, hakuna sifa hiyo. Kwamba katika sifa za wacha Mungu ni wale wasiofanya madhambi, hakuna hiyo sifa. Sifa iliyopo za wacha Mungu ni wale ambao wakifanya madhambi wanafanya haraka kurudi kwa Mola wao na kuomba msamaha na kujirekebisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza sifa za wacha Mungu katika sura mbalimbali, lakini hii ya kwamba pepo hii itapewa wacha Mungu nayo vile vile Allah ameeleza katika sura mbalimbali. Kila alipoeleza pepo anasema kwamba walioahidiwa pepo hii, walioandaliwa pepo hii ni wacha Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kila mmoja apambane ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Hizi sifa ambazo tunaishi nazo sasa hivi za ukarimu, za kujiepusha na maasi, za kutekeleza ibada, hizi ndio sifa za wacha Mungu. Tuendelee nazo, tusiziache, ili tubaki katika ucha Mungu, na tukifa tufe akiwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko radhi na sisi, ili nasi tuingie katika wale ambao watarithishwa na Allah pepo yake tukiwa ni wacha Mungu, hata kama tutapata daraja ya chini, lakini almuhimu tuingie peponi. Japokuwa tufanye juhudi tuitafute ya juu, ukikosa ukidondokea chini hamna shida. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie haya tunayosema katika mizani za amali zetu njema, atupe nguvu Allah ya kuyafanyia kazi, na pale tulipokosea Allah atusamehe. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.